Basi na wakusalimu tena ndugu yangu mahali popote uliko duniani. Natumaini unaendelea vizuri na unaendelea kubarikiwa. Na asante kwa wamama na wababa ambao mnaleta baraka zenu ndani ya somo. Na tufanye hii kazi pamoja, tusambaze hii mahubiri na mafundisho kwa magrupe tofauti tofauti. Kwa leo tuko ndani ya kitabu ya Yohana, habari njema ya Yohana 13 mstari wa 4 na 17. Tutaunganisha na Matendo ya Mitume sura 16 mstari wake ni 32 na 33. Kichwa ya somo: deliverance ya kunawishana miguu. Deliverance ya kunawa miguu ya kanisa, miguu ya mitume. So hapa kuna habari hapa za Bwana wetu Yeshua, Yesu Kristo ananawa miguu ya wanafunzi wake. So alipokuwa ananawa miguu yao, hapa anakaribia kutundikwa msalabani. Ako mbele ya chakula ya Pasaka, anakaribia kula chakula ya Pasaka. So akaanza kunawa miguu ya mitume. Alipofikia Petro kwa mstari wa 8, Yesu akamjibu akamwambia, hili ninalofanya sasa hulijui, lakini utalifahamu nyuma. Petro, kuna neno ninatafuta. Kisha katia maji kwa sahani, akaanza kunawa miguu ya wanafunzi. Kwa Simoni Petro, walikuwa kwa Simoni Petro, na Petro alimwambia, Bwana, wewe unanawa miguu yangu? Yesu akamjibu akamwambia, hili ninalofanya sasa hulijui, lakini utalijua nyuma. Petro akamwambia, hutanawa miguu yangu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipo kunawia miguu, huna ushirika pamoja nami. Simoni Petro anamwambia Bwana, si miguu yangu tu, yaani usininawishe miguu tu, lakini mikono yangu na kichwa changu. Unaona? Na kichwa changu vile vile. Yesu akamwambia, yeye aliyeoga hahitaji ila kunawa miguu yake tu, lakini yeye ni safi kabisa. Na ninyi ni safi, lakini sio wote. Hii habari bado watu wanaitumia vibaya kwa kuosha. Na zaidi sana jamani, wa mama, mbona mnakubali haraka sana kuoshwa? Huyu ni Yesu Kristo. Kwa nini anaosha miguu ya wanafunzi? Kumbuka, Yesu Kristo huduma yake nyingi alifanya kwa mifano. Alitumia mifano akiwa na maanisha kitu katika ulimwengu wa rohoni. Unaona? So kuna message hapa ambayo alikuwa anafundisha kupitia hii mfano. Ye Bwana wa uzima anainama chini, anaosha miguu ya mitume. So sikia, Petro akasema, mimi hapana. Wewe Bwana, tunakujua wewe ndiye Rabi, unaniosha aje miguu? Akasema Petro, kile ninachofanya haukijui.
Yaani ninafanya kwa mfano, hii ninachofanya kina tafsiri yake kiroho, siyo kimwili. Petro anasema akafunuliwa, kama basi kuna siri katika jambo hili, usininawishe miguu peke yake, hata mikono. Hata hii mikono ilikuwa imeua mtu, ikakata sikio. Kwa hivi hii mikono nayo ni chafu, lazima uoshe. Hii miguu ni chafu, inatembea kuiba, inatembea kupeleka mshene, inatembea kwa mambo mabaya. So usinawe miguu peke yake. Kama miguu ilichafuka, basi na hii mikono ilichafuka wakati nilimwanga damu. Unaona sasa? Na sio hivyo, hata kichwa nacho unawe, nacho kina uchafu. Macho inaona mambo mabaya, kinywa kinanena mambo mabaya. Kwa hivi hata kichwa yote unawe. Ndio Yesu akamwambia, basi kama umefunuliwa hilo, ujue kwamba mtu akinawishwa anakuwa safi kabisa. Kwa hivi ninyi ni safi akiwa na tabiri. Wacha nimalizie mistari, kuna jambo hapo, kuna ujumbe hapa 15. Kwa sababu ninawaambia ninyi mfano, nimewapa ninyi mfano, mfanye sawasawa nilivyo wafanyia. Mstari wa 16, kweli kweli nawaambia ninyi, mtumwa si mkubwa kuliko bwana yake, wala mtume si mkubwa kuliko yeye aliyemtuma. Kama mnajua maneno haya, heri ninyi kama mnayafanya. Unaona sasa? Akasema kama nimefanya hivi, nimewapa mfano, munawishane miguu. Sikia, hii ni mfano Bwana wa uzima naleta. Alikuwa anajaribu kupractice unabii wa Ezekiele, ambayo anasema ndani ya Ezekiele 36 kuanza mstari wa 25, nitawasafisha na maji safi na mutakuwa safi. Alikuwa anatimiza hiyo unabii kwa tendo halisi, but ikiwa inamaanisha kiroho. Oh, haleluya! Kwa hivi hapa lazima tupate maji ni nini iliyotabiriwa na Ezekiel, ambayo Kristo atayatumia kwa kusafisha wanadamu. So hapa sasa nafanya halisi ya maji, lakini akisema Petro, mungejua kile ninakifanya ni kile kinataka kuambia kwamba mutakuwa safi. So, tukipata tafsiri ya maji, tutakuwa tumepata kile Bwana wa uzima alikuwa na maanisha. Ukisoma haleluya, ukisoma wa Efeso sura 5, huyu anaweza kutupa tafsiri vizuri. Anaongelea habari za kanisa, za wake na waume, lakini alikuwa anaongelea kanisa na Kristo Bwana. Wa Efeso sura 5, nione mstari wa 25. Inasema hivi.
Anasema waume mpende wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake, apate kulitakasa, akiwa amelisafisha kwa maji katika neno. Praise be to Yeshua. Aha! Kumbe tendo hili ambalo analifanya la kunawa miguu ya mitume, analeta kwamba hivyo hivyo ndivyo ataosha kanisa lake, atalitakasa na ataliosha katika maji ya neno. Kumbe maji halisi inamaanisha neno. Kwa hivyo anataka kuambia jinsi ninawaosha na mnakuwa safi kabisa, sasa nitawaosha katika maji liyo ndio neno, na mutakuwa safi. Sasa Yohana sura 15 mstari wa 3 anasema, nanyi mumekuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Oh, haleluya! Oh, haleluya! Kumbe alikuwa natangaza kiroho vile watu watasafishwa. Hiyo ndio somo iko kwa hii chapter ya kunawana miguu. Unaona? Alafu, oh, haleluya, haleluya. Alafu somo la pili, wacha nisome Warumi sura 8. Sasa watu wa kimwili, watu ambao hawana ufahamu wa neno, hawana tafsiri ya neno, wanafanana hivi. Warumi sura 8 mstari wa 4 inasema, hata haki ya sheria itimizwe ndani yetu, tusiyotembea kufuatana maneno ya mwili, lakini kufuata maneno ya Roho. Kwa maana wale wanaofuata maneno ya mwili wanafikiri maneno ya mwili, lakini wale wanaofuata maneno ya Roho wanafikiri maneno ya Roho. Hiyo mstari ya 5 ndio natafuta. Kuna wahubiri wasio na tafsiri ya neno, so wanafikiri kimwili na wanatenda matendo kimwili. Lakini sisi watu wa Roho tunatafakari maneno ya Roho. Naona? So Yesu Kristo alikuwa anafunza kwamba jinsi ninaenda kufa msalabani, hivyo ndivyo nitaenda kuwaosha na mutakuwa safi kabisa. Kwa hivi Petro akasema, kama ni hivyo basi nioshe miguu, nioshe mikono, nioshe na kichwa. Tukiendelea kwa somo ijayo tutarudia hiyo verse, kwa nini Petro akapata hii ufunuo. Alafu somo la pili lenye alikuwa anafunza, akaambia mitume, basi kama mimi Bwana nimewanawa mikono, yaani utumishi wenu ninyi watumishi hamupiti Bwana. Kama mimi Bwana nimefanya hivyo, nanyi mufanye hivyo hivyo. Yaani kama nimewachagua kama mitume wangu, nimewapa utumishi, siwapi ufalme, siwapi cheo cha kusema sasa sisi ndio tulichaguliwa na Yeshua mututumikie. Hapana, nyinyi Petro ndio mutaenda kutumikia kondoo zangu. Ndio akaambia Petro, wewe chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Na si kwa fimbo Sasa alikuwa na wafunza kunyenyekea vile mimi nimenyenyekea. Wafilipi sura 2 mstari wa 4. Wafilipi 2 sura 14. Hiyo verse nasema vizuri sana.